1 mpaka 12. Mathayo mlango wa 14 kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyu ndiye Yohana Mbatizaji, amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu, maana walimuona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode, hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochea na mamaye akasema, nipe hata katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Na mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyako na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkamata, akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda, wakamchukua yule maiti, wakamzika, kisha wakaenda wakampasa Yesu habari. Bwana Yesu ainuliwe. Sijui ni uchungu mgani huyu mama alikuwa nayo, kwa sababu tayari ameshamwacha ndugu ya Yohana Filipu na ameshaolewa na mfalme. Jina la Bwana liinuliwe. Na ukweli ni kwamba Yohana alimwambia hukulifanya jambo lile kwa njia inayofaa, lakini sijui huyu mama aliwasa nini ama alifikiri nini, na akawa na mzigo wa kuangamiza. Na wakati mwingi tumeshaijipata katika majaribu hayo, na Mungu Baba atusaidie, kwa maana leo anaongea na sisi. Unaweza kupata kitu kwa kung'ang'ana kukubwa, ama unaweza kufanikiwa kwa jambo kutokana na njia ambayo pia ni nzito na sio nzuri sana. Basi ukisha kipata, using'ang'ane kufanana kana kwamba unataka kudhihirisha sana ama kufunika sana, sababu kile utafanya ni utasama katika dhambi. Bwana Yesu ainuliwe. Na utasama zaidi ya kile ulikuwa umefanya. Bwana Yesu ainuliwe. Mama huyu tayari ameshapata Herode, na hapo ndipo goals zake zilivyokuwa, na ako ndani na ameshakubalika. Na Yohana hakumuongelesha, ila pia alisikia kutokana na mumewe kwamba ameongelesha mume wake. Lakini mama huyu akawa na uchungu na akataka kulipisha kisasi. Jina la Bwana liinuliwe. Na katika njia ile akaweza kusama kwa dhambi zaidi ya ile dhambi alikuwa amefanya. Dhambi ya kwanza alikuwa amefanya ya kumwacha mume na kumpata Herode mfalme na kumuoa. Dhambi la pili, amepata nafasi sasa ya kumwaga damu, akifikiri kwamba Yohana anapouawa mambo yale yote yamefanya yamepotea. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna wakati mingi watu ufikiri anapofanya jambo kwa levo ya pili kwamba jambo lile litasama ama litapotea. Lakini wakati mingi huwa tunalemewa na kufanya jambo moja tu, kuomba msamaha. Kuomba msamaha ni jambo rahisi sana, lakini ni jambo la dhamana kubwa. Hata katika nyumba zetu tunapoishi na our partners, si rahisi usipojitrain kusema sorry, usipojitrain, usipojifundisha
kusema naomba msamaha, usipojifundisha kunyenyekea, unaweza kupata umelemewa. Na ninaongea hivyo nikifahamu kwamba wengi wetu washaipitia katika hiyo mtihani wa kulemewa kuomba msamaha. Mtu anaangalia anaona kabisa hapa nimekosa, kabisa hapa ni mimi, lakini kusema nisamehe inasidi kulete shida. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa hivi mnaweza sema kwamba Herodia na Herode walitenda dhambi sana, lakini Roho wa Bwana amekuja kunena na sisi kwa sababu hizi ndizo dhambi tunakwama kwazo. Wakati mwingine unapata umekwasa mtu na instead ya uende umuombe msamaha sababu una aibu ya kuonekana kwamba ulikosa, unapata una nafasi ya kunyenyekea kumuomba msamaha, instead unamkasirikia na unamsukuma mbali. Bwana Yesu ainuliwe. Inakuwa sasa hata uwezi fanya kitu na yeye, na maybe ndiye mtu ambaye mungefanya kitu na yeye. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo unamuweka katika panda shuka kubwa kuliko ile ingine. Bwana Yesu ainuliwe. Na jambo hili limekuwa likifanyika sana katika Wakristo na katika familia za Wakristo. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini tatizo hili lote linatokana na kusema nisamehe. Ili tatizo lote linatokana na jambo dogo tu, nisamehe, naomba msamaha. Kukubali kwamba nimeshiriki dhambi na inahitaji kusamehewa. Ndio hata ukija kanisani na hata ukiri Yesu na uja kubali kwamba wewe ni mwenye dhambi unahitaji msamaha, utabaki chachingoa, yani utabaki mwenda kanisa, mshirika wa kanisa. Lakini uhusiano wako na Kristo utaanza wakati utakapofahamu mimi mtenda dhambi na ukweli kabisa ninahitaji msamaha wa dhambi. Na let me tell you, leo hii saka za ibada za Wakristo wengi sinakwama, sio sababu walitenda dhambi. Hapana, sinakwama kwa sababu wameshindwa kukiri na kuomba msamaha. Jina la Bwana liinuliwe. Kukiri tu na kuomba msamaha. Katika nyumba zetu kumejaa vita za mambo yaliyofichwa. Utaficha mtu wako, utaficha kwenye nyumba, lakini utaficha mbele za Mungu. Jambo lile umeficha patina wako na limelete furugo, litabaki mlima mbele za Mungu, na usifikiri utaweza kuponya uhusiano wako na Mungu kwa njia hiyo. Bwana Yesu ainuliwe. Hii ni tabia yangu ya kuomba msamaha. Nilijitrain niko hivyo, na ninaomba munikope kwamba mtakuwa watu wasioangalia mamlaka na cheo, mtanyenyekea na kuomba msamaha. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi umefika wapi, lakini ni vizuri kujifika fasila kunyenyekea na kuomba msamaha. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo niko hapa kukuambia ni jambo ambalo linahitaji ulitrain. Bwana Yesu ainuliwe. Unaweza kukosea mtoto wako na uignore sababu ni mtoto, na usikose kumwomba msamaha sababu ni mtoto. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini ukweli ni kwamba mbele za Mungu una dhambi, na unajua hii jambo linatokana na ungumu wa moyo, ambayo hujajifundisha kushuka, hujajifundisha kunyenyekea, hujajifundisha kusema nisamehe. Jina la Bwana liinuliwe. Na ni jambo rahisi sana, ni kujifundisha. Anza pale kwa nyumba na watoto wako. Unajua kuna mtu anasikia nikisema uombe watoto msamaha. Ndio, uwe na kikao na wao na uwaoneshe kwamba ulikosa na unahitaji msamaha wao. Au watoto umewajenga kitu ambacho kitakuwa msaada mkubwa sana kwa maisha yao, sababu watagrow wakijua mtu akikosa anastahili kuomba msamaha. Bwana Yesu ainuliwe. Na
Nasikianga Waswahili wamejitrain kusema samahani. Bwana Yesu ainuliwe. Na hiyo msemo imefanya warahisishe hiyo jambo, ikawa tu wanalitumia kwa wepesi sana. Samahani, naomba. Unaona sasa, na kuna mira ambazo zilikuwa na tabia hiyo, na kuna mira zingine ambazo siko na dictatorship spirit. Bwana Yesu ainuliwe, ambayo itakubidi ujitrain kabisa kuomba msamaha. Bwana Yesu ainuliwe. Na sio kuomba msamaha pekee, kuna culture zingine tumetoka na itajulikana umeokoka ikiwa utaweza kuovercome, kufunja hizo nila za culture sako na kujitrain. Unajua kuna course inasema mwanaume si mtu wa kulia machozi. So unapata mtu amegongwa nyundo ya kichwa na anakauka, hawezi toa machozi, lakini yeye uchungu anasikia ni mwingi, just sababu anataka kubeba kongwe la koo yao, kongwe la mila yao. Na mimi nashangaa kabisa kama unaweza kuvumilia jambo nzito la kongwe la mila ya kwenu, lakini mila ya Kristo ni kunyenyekea. Mila ya Kristo ni kuomba msamaha. Mila ya Kristo ni kuunderstand mimi ni mtenda dhambi. Waefeso 2 kuanzia hapo moja natuambia tuliokotwa wakati tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi tulizosiendea zamani. Jina la Bwana liinuliwe. Angalia, tulikuwa tumekufa. Sasa jambo hili likikuingia vyema na ufahamu kwamba ulikuwa maiti, ni urejesho umefanyika maishani mwako, sioni ukilemewa na kuingia katika tabia hii ya Kristo ya kusema nisamehe, nimetenda dhambi. Yohana ni nabii wa Mungu na ni mtu mwenye mamlaka, akaanza kutafuta njia ya kumuua Yohana. Jina la Bwana liinuliwe. Akaanza kutafuta njia. So angalia huyu mama, badala ya atulie na aombe msamaha, hata angemuendea Filipo amwambie samaha mume wangu, lakini sasa naomba uelewe kwamba mimi nimepata mume na nimekuacha, tafuta mke. Yeye aliongeza kutaka kuua. Kwa hivyo hata angepewa nafasi angeua Filipo, auwe Yohana, auwe hiyo familia, auwe mother-in-law, awaangamize wote. Jina Bwana liinuliwe. Kwa nini? Kwa sababu hakutaka kabisa aonekane kana kwamba alikuwa wa mwingine. Lakini ukweli ni kwamba hii jambo anajaribu kulificha na aliwezi fichika. Bwana Yesu ainuliwe. Si kama kuna wakati unajaribu kufunika dhambi fulani ambayo haiwezi funikika. Kabisa kabisa haiwezi sijui, kwa mfano sasa nipeane example. Ulikuwa mwanamwari, umepata mimba ya pembeni na unataka kufunika mimba lile kwamba uonekane una mimba. Nalo mimba sasa hiyo umeamua kufunika ndio inakuwa kwa kasi. Mimba inakuwa kwa kasi sana. So unapata sasa kitu utafanya ni kujifungia kwa nyumba. Lakini ukweli ni kwamba hii kazi yote unafanya itakupeleka kwa dhambi. Kwa nini? Hata ukijifungia kwa nyumba, mimba ni kuacha kukua ama ni kukua itakuwa zaidi. Na finally nini itatokea? Si ni kuzaa, utazaa. Na utapozaa, si tutakuwa ukinyonyesha. So kuna hii jambo mpendwa la kukubali kimetendeka, kimetendeka. Halo? Kimetendeka, sitaweka kesi hapo. Kesi yangu nitaipeleka Kalvari. Nimwambie Yesu kimetendeka na ni mimi nimetenda na ninahitaji msamaha. Sababu kuna dhamana kubwa sana wakati umeanza kuchimba mashimo ya kuficha dhambi. Sababu dhambi haifichiki. Bwana Yesu ainuliwe. Hata hiyo unafikiri ulificha, haifichiki. Na utalipa gharama kubwa sana kujaribu kuficha hiyo dhambi. Lakini vile unavyozidi kuficha ndivyo inazidi kung'aa. Bwana Yesu ainuliwe. Inaendelea kuwa kubwa. Siku nyingine itatokezea bendera kubwa nyeusi, na hapo sasa ndipo utaelewa kwamba kuna bendera nyekundu ambayo unastahili niende chini yake.
Mpendwa, ni vizuri tugeuze mioyo, tulilie Bwana aguse mioyo yetu, tuache kuwa na vita mioyoni. Kutana na mtu ni asubuhi mapema ameamka na uso uko mbaya, sababu kuna vita ya ndani, kuna vitu anaficha na asifichiki, na akikuangalia anaona kama suspect, ni kama unaelewa kile anaficha, anaanza kukuchukia bure. Jina la Bwana liinuliwe. Anaanza kudharau bure na hujui chochote chake, ni vile anakushuku kana kwamba ni kama unaweza kuwa unaelewa. Bwana Yesu ainuliwe. Angalia, mtoto innocent amecheza mbele ya wafalme, amepata kibali kwa wafalme, anaenda anaambia mama, mfalme amesema niombe hata kama ni nusu ufalme. Baadaye aambie mtoto, omba gari la kifalme, sababu yeye ni mbidi wa mfalme, utembeange nalo. Omba ulinzi wa kifalme, omba shamba la kifalme. Alimwambia enda ulete kichwa cha Joni kikiwa kwenye saa. Angalia kuoza. Huyu mama alikuwa ameosa, anajaribu kufunika, lakini kile anajaribu kufunika kimeosa, kinanuka. Bwana Yesu ainuliwe. Kiswahili ni kunuka. Kunukia ni upande mzuri. Bwana Yesu ainuliwe. Kinanuka. Sasa alikuwa anajaribu kufunika kwamba alikuwa mke wa Filipo. Sasa kimenoga, sasa ni muuaji, amemuua Yohana. Angalia, bidii yake ambaye alikuwa innocent amepata kibali cha ajabu mbele ya mfalme, kwamba mfalme amekiri hata nusu ya ufalme wangu nikupe. Tuko katika Biblia, katika kitabu cha Esteri 5 tunaona Esteri akipata kibali hicho, anaambiwa na mfalme hata nusu ya ufalme wangu nikupe. Tunaona Esteri alifanya mambo makubwa, akainua ukoo wake wa Yuda na Waisraeli wakatoka kwa utumwa. Huyu mama badala ya atoke kwa utumwa kupitia hii nafasi ya huyu mtoto, anaingia kwa utumwa. Kwa nini? Moyo wake ni nyongo, ni chungu usiku na mchana. Jina Bwana liinuliwe. Hii fiche unayoficha mpendwa, hautaendelea kuificha. Uko ndani inakorogeka, inaiva, na itawahi lete jambo ambalo hutaweza kulizuia. Si kama unajua dhambi haina nguvu ikishakiriwa. Halo? Si kama ushaiangalia hata maneno yakitokea ya mtu ya ubea katika taifa hili na akiri, hayo mambo hayaandikangu tena hata kwa gazeti. Lakini ngoja ufiche, wanafurahia kuchimba ili walete ukweli wa hiyo jambo. Angalia, huyu Herodia anajaribu kuficha dhambi kwamba alikuwa mke wa Filipi, na sasa ndio anasama zaidi kwa dhambi. Jina la Bwana liinuliwe. Si wa Kristo, Mungu atukumbuke. Wote wanaosikiza hii ujumbe, si Mungu aturehemu, si tukiri dhambi, si tuache kuwa na fiche ya mambo, sababu hayo mambo yatatukula. Bwana Yesu ainuliwe. Mambo yatatukula. Kuna mtu hata akiwa anajua, hata kitu ako nacho anajua hiki cha halali, na akishuku kana kwamba wewe unaweza kukua unaelewa, anakutafutia kikulacho. Bwana Yesu ainuliwe. Anakutafutia kikulacho ili usikawahi kukiri. Lakini kweli ni kwamba hakuna fiche itafichwa milele, lazima yataanikwa. Na pia Biblia inasema pale mwisho katika Revelation kwamba yataanikwa siku ya mwisho. Kwa hivyo ni vizuri kujifundisha kukiri kama Wakristo. Ni vizuri kujifundisha kuomba msamaha. Naomba unisamehe, nimetenda. Unamwendea Yesu msalabani, unamwambia mimi ndiye nimeshiriki dhambi hii, naomba Yesu nisamehe. Kuna dhambi za kukiri kwa watu na kuna dhambi za kukiri kwa Mungu. Kuna dhambi hata ukienda kukiri kwa Mungu haiwezi samehewa kabla hujakiri kwa mtu. Tuwe na tabia ya kusemeshana ili tuishi maisha ambayo haina utumwa wa uchungu wa moyo na hasira. Ukiona kanisani mtu ana hasira tu, bado unashika, huyu sasa nimemfanyia nini? Sababu amefaili nyingi za uchungu, anaishingi nazo. Jina la Bwana liinuliwe. Kuna mafaili yamebeba, na akishuku kana kwamba unamuelewa, anaanza kukukeep distance, anaanza kukuchukia. Hata mkienda mkutano ataanza kukuaccuse
kukupinga usiendelee, na unashindwa. Na huyu tunaulizana nini jameni? Kumbe ni mafaili yamebeba. Mwingine amebeba mafaili ya ukahaba, mwingine amebeba, kama mwanaume amebeba mafaili alipachika msichana wa wenyewe mimba. Haleluya. Na ukiona wanaume wanakaanga wakibadilisha simu card, na wamama wanakaa wakibadilisha sim card, ati mwaka hii alikuwa na sim card hii, mwaka ingine ako na hii. Kuna maneno bahai, kuna watu wanaepwa. Lakini ukweli ni kwamba hata ukibadilisha simu, ile jambo litabaki pale, litaproclaim maisha yako siku zote, na itakuwa wewe kuendelea mbele ni tatizo. Utakwama kama saa ikiisha betri. Saa ikiisha betri inabaki pale na miti mieusi inaonekana, lakini haisongi. Bwana Yesu ainuliwe. Mkristo, Yesu alitufia alipoona tumekwama. Kwa hiyo ili tuweke hiyo mizigo chini, tuwe huru. Ana expect kutuona tukiwa huru. Yesu anatamani kutuona tukiongea freedom. Yesu anatamani kutuona tukijitangaza mbele ya watu bila dhamiri mbaya, bila dhamiri chafu nyuma yangu. Bwana Yesu ainuliwe. Yesu anataka kuona ukiwa huru, lakini kuna Wakristo wamejiweka jela kwa njia hii na hile. Kuna Wakristo wamejifundisha, wamejiweka mapingu, wanatembea na mapingu, wamekataa uhuru katika Yesu, na kanisani wamekwama ndani. Ujumbe wako ni huu: geukia Kristo, geukia watu, enda ukiri. Hii dhambi itaendelea kukung'ang'anisha na itaendelea kukuweka kwa mawe. Enda ukiri kwa watu na uende ukiri kwa Yesu, utakuwa huru. Yesu alikufa msalabani tuwe huru. Hakutaka kuona utumwa maishani mwako. Hii chaguo la utumwa ni la kwako, sio la Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Ati unajua wewe nikikiri kitaumana, kiri kiumane, Mungu atamtuliza. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua kuna mtu vita ya kwake tu ukijaribu kutaka kumuonesha makosa. Kuna hata wasasi, mtoto anafanya makosa wanamfungulia ukurasa wa kufunika, bila kufahamu kwamba huyu mtoto ana grow, na pale mwishowe atakuwa na tatizo kubwa la fiche, la kufunika mambo. Atakuwa mtu wa uwazi, na hiyo fiche itamuua. Leo hii watu wengi wamegonjeka magonjwa ya fiche, magonjwa mabaya ambayo hata wakiombewa hawaponi unless utubu mwenyewe. Jina Bwana liinuliwe. Hii fiche itawaua Wakristo. Hii siri itakuua. Siri zote ni za Shetani, na siri yote ya dhambi ni ya Ibilisi. Yaani unapata ni mtu ni Mkristo kabisa, anakiri Yesu ni Bwana, lakini kutokezea sema ni mimi nilifanya. Hiyo ni tatizo kubwa, sababu Shetani ashajenga mjengo kwake. Wakristo, tumwaibishe Shetani leo, tutokezee na kukiri dhambi zetu, tutokezee na kuambia watu nisamehe, ni mimi. Wacha kupigana vita ukificha ile jambo ambalo ulilitenda mwenyewe na unajua. Unaulizwa, na nani alifanya hii? Nani? Hata unasikia mtu akisema na watu kama kunanga akili nzuri. Nani yeye? Ni yeye. Ati alikuwa anafikiriaje huyu? Hata unaweza shangaa watu. Unajua anataka kuprove si yeye. Anasema, unafikiria watu wako na vichwa, unafikiria wako na akili. Nani yeye? Ngoja kiongozi wa ibada ya maombi aanze kutuambia tutubu mbele za Bwana. Unaona mtu tu amekauka, anaanza kuhesabu kateni za madhabahu. Sababu hiyo area atakangi. Haleluya. Si kama kunajua, kuna hata watu dhamiri yao na wastaki baka wakija kanisani wanafanya sadaka kubwa insidi ya tubu. Anafikiri akifanya sadaka kubwa amesamehewa. Ambie jirani, siri ni kutubu. Mwambie acha uhusiano na Ibilisi. Mwambie jirani tubu. Mwambie jirani kiri dhambi. Semanga ni mimi. Jizoeshe kusema msamaha. Ati mimi siwezi kaomba msamaha kwa mke, kwa maana ni mke wangu. Hata ukiomba msamaha ukui mke, bado utabaki mwanaume, lakini utabaki mwanaume msafi. Omba msamaha jameni.
Sisi ni Wakristo, watu waliofiwa, tumenunuliwa kwa dhamana kubwa, kwa damu ya msalaba ya dhamana kubwa. Omba msamaha, jifundishe. Huwezi ukaniambia tukiomba msamaha umeacha kuwa mwanamume. Hiyo ni akili ya kishetani. Utaomba msamaha ubaki mwanamume. Bwana Yesu ainuliwe. Ama unataka kuniambia kwa sababu mwanamke amekuwa na hela nyingi amekuwa mwanaume? Hakuna kitu kitabadilisha mambo yale ambayo Mungu ameyaumba. Tujifundishe tabia za Kikristo, tabia za kuomba msamaha. Tuache kupiga vita watu wako innocent, tunawakasirikia, tunawabeba, tunaongeza machungu, na huyo mtu hataelewi, hata kufanyia chochote, kumbe ni fiche, ni faidi unang'ang'ana. Angalia, Yesu ametupia msalaba ndio tuwe free, lakini kuna watu wanakuja kanisani wamefuruta magunia ya faili. Ambia jirani, tuiweke chini leo. Mwambie Yesu anasema tuiweke chini, tuitubu. Utaishi ukifaidi mpaka lini? Usinifu nje, fanya usinifu. Rahisi sana ujipate umelewa. Ulevi utakuja tu, yani usinifu unaanza kukutafuta. Opportunities za dhambi sasa zinaanza kukuja, sinajileta senyewe, hizo ugaramiki. Bwana Yesu ainuliwe. Ulisini tu na hiyo kafaili utakamaliza, na hata ulimwambia huyo mwanamume, mimi nakuwa na bibi, sitaki hiyo tabia tena. Na hata ulimsomea, na hata ulimwambia umemwacha, ulimuandikia message baya, lakini sababu kukiri, sinifu sinaanza sikifurahi kama fry sese fry. Sina fry kama sese fry. Bwana Yesu ainuliwe. Unapata opportunity ya ulevi. Ukikaa unapata opportunity ya masengenyo. Ukikaa unapata opportunity ya kuiba. Wale watu ni waishi kanisani. What about watu nje pale? People, they are not saved because of church, but people, they are saved because of Jesus. We need to go to Jesus. Ni kweli kuna mtu anamwangalia neno neja basi. Na hata nikikaa hivi naambia Mungu akimsaidie tu pale nje. Sababu pale nje atafunjwa shingo. Bwana Yesu ainuliwe. If your pastor cannot trust you, your father, your mother cannot trust you, who is going to trust you outside there? It means people, they are in the dangerous environment. Kuwa na wewe. Situache watu wawe na nafasi ya kumuona Yesu kwa maisha yetu. Ni kweli. Hata ikosee tu uende mahali uambiwe, na wewe unakuwa kanisa ndio. Hebu tupe namba ya pastor wako, unasema ngoja kwanza nimpigie. Pastor, kuna simu utapigiwa na naomba tu unene mema kwangu. Bwana Yesu ainuliwe. Be genuine. Can you imagine naweza aje niende nishiriki dhambi alafu nije nisimame hapa madhabahuni as example, I stand in the gap of Jesus. Ni nini hiyo najaribu kukuambia? Where am I taking you? And that's why I used to tell you, I'm not a pretender. And I will never become a pretender. I know who called me. Najua aliyeniita. Sitaki kuwa mtu wa kujifanya, wa kujipendekeza kwa watu. Napendwa na Yesu, nasafiri na Yesu, na kuletea ujumbe kutoka kwa Yesu. Hata ukinidhulumu sina shughuli. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu najua hiyo safari ya dhuluma itakuja kufika mwisho. Na itakugharimu. About time yako itakugharimu. Bwana Yesu ainuliwe. Itakugharimu. Wakristo tuwe na tabia ya Ukristo, na tabia ya Ukristo ni kukiri dhambi. Kiri kwa hiyo jirani, kiri kwa bosi yako. Wacha kushinda ukifanya ati bosi yako aende alete CID waangalie CCTV. Si mwambie mwizi ni huyu. Siku ile utafutwa kasi ndio utapiga about an very costly. Hallelujah. Hebu uliza jirani, nini hiyo unaficha leo? Muulize, ibada yako itafika leo? Mwambie itafika ukikiri. Mwambie leo ni siku ya kufichua siri. Bwana Yesu ainuliwe. Mpendwa, hii siri itatuua. Imetutenga na neema. Siri kasi yake ni kututenga na baraka. Hii siri ya dhambi ni kututenga na ufadhili wa Mungu.
Hii siri ya dhambi ni kututenga na mkono wa Bwana. Unaificha, lakini inaenda kukuua, inaenda kuua hatima yako. Bwana Yesu ainuliwe. Kuta mtu mwambie ni mimi. Ni kweli Biblia inasema atakusamea mpaka ile nyekundu, lakini singine lazima ukiri. Sitaisha nguvu ukikiri. Hujawahi ona siku nyingi unasema jambo fulani sitalirudia, ukienda unapata umeirudia tena, unarudia ina capital. Sitawahi kunywa tena, lakini utaikiri. Lakini ukikuja hapa kanisa useme, mimi nataka leo niombewe na kanisa. Nimekuwa nikifugia ulevi na ulevi umeniandama. Na kuambia siri ya ulevi imeisha. Because umeiani, shetani afanyi kasi mahali hakuna siri. Umeianika. Bwana Yesu ainuliwe. Hautarudia ulevi. Unasema, hakiwacha tu nijirudie na leo niende kanisani. Sitawahi rudia tena. Yesu, na hata tukiomba asema, Yesu unisaidie. Unisaidie, sitaki hiyo mambo. Na kuambia siku akitoka ibada, jioni atajipata kwa atoti ndani, sababu hukukiri. Dhambi huisha nguvu ukikiri. Huyu mama alikuwa na kasi rahisi sana ya kusema, nilikuwa mke wa Filipo na sasa mimi ni mke wa Herode. Yashakuwa. Alafu mtoto wake amepata opportunity, aseme mwambie baba akupe shamba yote ya Yerusalemu. Basi tumie opportunity, lakini bado anaongeza dhambi kwa dhambi, akifikiria akiua Yohana, dhambi yake ya kuolewa. Na baadaye ni vizuri nikueleze kwamba siku moja nitafundisha kwamba huyu mama alirudi akatoka kwa Herode, tena akaolewa na mtu mwingine, alikuwa governor. Huyu mama Herodia alikufa ameolewa na waume watatu. Na alikuwa na bahati anaolewa na anointed men. Jina la Bwana liinuliwe. Si utoke kwa dhambi. Si uachane na hiyo siri. Nasikia kukuambia hivi, kanisa la Bwana, kataa kuwa na siri ya dhambi. Kiri. Fichua hiyo siri. Sababu usipoifichua utaendelea kukava dhambi kwa dhambi, na siku nyingine itasaa kifo. Wewe ficha dhambi, itakukula, itakusalia dhambi nyingine. Ukikiri dhambi unapata kusaa utakatifu, na utakatifu na kusalia utakatifu, na utakao ukiwa na matunda ya utakatifu. Lakini ukificha dhambi inakusalia dhambi. Bwana Yesu ainuliwe.